Wiki hii Jenerali Michael Langley ambaye ni kamanda wa AFRICOM ama US Africa Command, ambaye alitengeneza vichwa vya habari ambapo alimkosoa rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore kwamba anatumia hifadhi ya dhahabu kwa ajili tu ya kuimarisha urais wake, ulinzi wa yeye kama rais, na hizo dhahabu hazisaidii mambo wananchi wa kawaida. Sasa tunafahamu namna ambavyo kauli yake ilisababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa Waafrika. Sasa wiki hii amekwenda nchini Kenya ambako bila shaka bado yuko katika mkutano wa wakuu wa majeshi Afrika, ambapo yeye pia amehudhuria na alipata fursa ya kufanya mahojiano na Citizen TV ya nchini Kenya katika kipindi cha The Explainer, ambapo wameongea naye masuala kadhaa. Sasa nataka nikuletee mahojiano hayo, nikutafsirie kile ambacho kilizungumzwa ili uweze kujua pia mambo ya msingi aliyozungumza. Lakini cha msingi pia katika interview hii alifafanua kauli yake ya kumhusu Ibrahim Traore. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana, muhimu sana kuweza kufahamu alisemaje, kutolea ufafanuzi kama kawaida na kutafsiria mwanzo mwisho. So mtangazaji alianza kwa kumkaribisha Jenerali Michael Langley, akamtambulisha kwamba yeye ndiye kamanda wa kikosi cha Marekani barani Afrika, US AFRICOM. Tutawaeleza zaidi kuhusu kikosi hiki, ingawa nina uhakika tayari mnajua kwa kuwa mpo katika ukanda huu ambao kazi nyingi zinafanyika. Anasema mtangazaji, tuko hapa kuzungumza kuhusu sababu ya yeye kuwa nchini na kuhusu kongamano kubwa linalofanyika hapa kwa sasa. Jenerali, asante sana kwa kutenga muda kuzungumza nasi kupitia Citizen Television. Jenerali akasema asante sana Ivana. Mtangazaji akamuuliza, sasa tuanze kwa kuelewa sababu ya uwepo wako hapa. Kuna kongamano la wakuu wa majeshi, tuambie kuhusu hilo na nafasi ambayo AFRICOM inachukua katika kongamano hilo. Jenerali Langley akajibu, kwa AFRICOM ya Marekani kila mwaka tunaandaa kongamano la wakuu wa majeshi. Nilipochukua uongozi mwaka 2022 tulifanya kongamano Rome. Nikasema sawa, hilo ni jambo zuri, watu wengi hupenda kwenda Rome, lakini niliona kuwa kongamano hili ni la wakuu wa majeshi wa Afrika, linapaswa kufanyika barani Afrika. Mwaka jana tulifanya kongamano letu Botswana, na hilo lilifungua fursa ya kujadili masuala ya kijeshi, masuala ya usalama na malengo ya pamoja ya namna ya kufanikisha usalama na uthabiti kote barani. Hilo ndilo lilikuwa lengo, na sasa tuko hapa Kenya. Nilipokuwa nikizungumza na mkuu wa majeshi wa Chad, Jenerali Kuriri, alisema kuwa angependa kuwa mwenyeji wa kongamano hili. Hii inaonyesha kuwa wakuu wa majeshi barani wanamiliki mchakato huu na ndio maana tuko hapa. Mtangazaji akamuuliza, tueleze kuhusu uhusiano baina ya AFRICOM na majeshi mbalimbali barani Afrika. Tutarudi Kenya baadaye, lakini kwa sasa tuambie kuhusu ushirikiano na msaada unaotolewa. Unauelezeaje? Jenerali Langley akajibu, wow, uhusiano huu ni mpana sana. Tunashirikiana na majeshi kote barani, kuanzia Afrika kaskazini hadi kusini, mashariki na magharibi. Tunazidisha ushirikiano wetu na nchi mbalimbali na majeshi yao kwa sababu tunaamini kwamba usalama unatangulia. Ili kuwepo na utawala bora, hatua ya kwanza ni kujenga taasisi za kijeshi thabiti. Hilo linaweka msingi wa uthabiti na ustawi wa nchi. Tumeendelea kushirikiana na nchi nyingi za Afrika Magharibi, Afrika Mashariki, Afrika Kaskazini, Maghreb na Afrika Kusini. Tumekuwa tukijenga uhusiano huu tangu mwaka 2007 na 2008, tukishirikiana na nchi za Afrika zenye malengo na maadili ya pamoja katika kukabiliana na vitisho, lakini pia katika kuchunguza fursa zinazopatikana. Mtangazaji akamuuliza, sawa, malengo ya pamoja kati ya Marekani na Kenya ni yapi? Tunajua Kenya imepata hadhi ya mshirika mkuu wa Marekani asiye mwanachama wa NATO. Unaonaje hili kijeshi na kiusalama? Jenerali Langley akajibu, Jeshi la Ulinzi la Kenya, KDF, linaheshimika sana hapa Afrika Mashariki kama kiongozi na mtoa huduma za usalama. Ni nchi nguzo katika ukanda huu. KDF imekuwa mstari wa mbele tangu operesheni za Somalia za awali hadi AMISOM na sasa ATMIS. Katika kila hatua Kenya imekuwepo. Ninapokutana na Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, mara kwa mara huwasifu sana wanajeshi wa Kenya walioko mpakani kwa uongozi wao.
Anasema jeshi la taifa la Somalia linawategemea KDF kama mfano wa kuimarisha taasisi na taaluma za kijeshi. Kenya inafanya kazi hii kwa umahiri mkubwa. Mtangazaji akauliza, sasa kwa kuwa tunazungumzia Somalia, tuongelee hilo. AMISOM imevunjwa na kuna mchakato wa kuondoka. Unaonaje uwezo wa jeshi la Somalia katika kuhakikisha usalama? Kwa sababu kama ulivyosema, hilo ni jambo la pamoja kati ya Kenya na Somalia. Jenerali Langley akajibu, hali hubadilika hasa wakati wa kipindi cha mpito, na kwa kweli mwaka wa kwanza kulikuwa na changamoto nyingi za kisiasa. Mimi siingili sana siasa, lakini hali hiyo iliathiri uwezo wa jeshi la taifa la Somalia kutekeleza majukumu yake. Kulikuwa na hali ya kutojulikana kati ya serikali ya Somalia, majimbo ya shirikisho na hata uhusiano wao na mataifa mengine. Masuala hayo yalihitaji kupatiwa suluhu na hiyo iliathiri operesheni. Nadhani sasa unapita katika kipindi hicho, lakini changamoto kubwa zaidi ilikuwa ni mpito kutoka ATMIS kwenda muundo mpya wa OSMOMAT mwanzoni mwa mwaka huu. Na kila mabadiliko huleta pengo linaloweza kutumiwa na adui. Wakati kama huo, maadui hutumia fursa hiyo kushambulia au kujitanua, wakilenga kudhoofisha jeshi la Somalia. Na ndicho tunachokiona sasa, lakini bado jeshi la Somalia lina uimara mkubwa. Swali jingine, katika kuunda vikosi, kuna washirika kadhaa wanaosaidia kuweza kujenga upya yale waliofanikiwa kuyafanya katika miaka michache iliyopita katikati mwa Somalia na hata kusini. Kwa nini unadhani tisho hili limeendelea kwa muda mrefu namna hii hata baada ya miongo kadhaa? Kazi nyingi zimefanyika nchini Somalia na AFRICOM imekuwa na nafasi muhimu sana. Kwa nini basi tishio la ugaidi linaendelea kudumu? Mwisho wake ni upi, na huo mwisho unaonekana vipi? Akajibu, kweli sehemu ya jibu ni kwamba Al-Shabaab ni kundi la kigaidi lililodumu kwa muda mrefu na linaungwa mkono na Al-Qaeda. Wanataka kutumia operesheni zao, hasa zile za upotoshaji wa habari, kujifanya kama serikali ya kivuli, wakijihusisha na shughuli haramu, uhalifu na unyonyaji wa watu wa Somalia, hasa makabila yaliyotengwa. Kwa kutumia propaganda na kusema kuwa wao wanaweza kutoa huduma bora kuliko serikali. Haya wamekuwa wakiyafanya kwa miaka mingi. Wamekuwa wakitumia mbinu zao za kifedha kuwabana baadhi ya makabila kwa ajili ya rasilimali, wakichukua tu kwa nguvu rasilimali hizo, kodi zisizo halali, na kisha kudai kuwa wao ndio watoa huduma wa kweli, ili hali si kweli. Kwa upande mwingine, serikali ya shirikisho ya Somalia imekuwa ikijitahidi sana kupunguza athari za jambo hilo, na imekuwa ikifanya kazi ya kuhakikishia wananchi usalama kwa kutoka na kuwafikia watu moja kwa moja. Kupitia awamu zao za ukombozi na operesheni za kuimarisha utulivu, wamekuwa wakihusisha idara zote za serikali kwa pamoja ili kutoa huduma na elimu na kuunganisha maeneo ya pembezoni kama Hirshabelle, Galmudug na mengine kote nchini Somalia. Sasa nataka tuelekeze fikra zetu kwenye eneo la Sudan. Unajua kuna mengi yanatokea katika eneo hili, na yote hayo yanahusiana moja kwa moja na amani, usalama na utulivu wa Kenya kama nchi iliyo katikati ya ukanda huu. Hali ya mgogoro Sudan sasa inaingia mwaka wa pili. Kuna pande mbili zinazopigana. Mmoja anatuhumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa Darfur, na mwingine anakumbwa na changamoto za uhalali wa mamlaka kwa sababu ya mapinduzi ya kijeshi. Swali, katika mgawanyiko huu, Jenerali Langley, je, AFRICOM inaunga mkono upande wowote? Akajibu, hilo ni swali la kisera. Kwa sasa tunachotaka ni amani, kwa sababu ukweli ni kwamba mauaji haya ya kikatili na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza tarehe 15 April 2023 pamoja na watu waliokoseshwa makazi kutoka Darfur hadi nchi nyingine ni janga kubwa. Idadi ya vifo huko ni sawa na maeneo mengine yoyote yenye migogoro duniani. Hadithi hiyo inapaswa kusimuliwa. Burhani na Hemet wanapigana. Wawili hawa ni wakuu wa kijeshi ambao kwa hakika walifanya mapinduzi ndani ya serikali. Ilipaswa kuwa serikali ya kiraia. Ilipaswa kufanyika uchaguzi, kisha vita vikaibuka. Nani aliumia kutokana na hivyo? Ni wananchi wa Sudani walioumia. Hivyo tunajaribu kusukuma ajenda ya amani. Kunapaswa kuwe na makubaliano ya pamoja. Hili lipo katika maeneo ya kisera na kidiplomasia. Jukumu la viongozi duniani kote ni kuwaleta pamoja katika meza mazungumzo. Kulikuwa na ukatili kutoka pande zote mbili. Akauliza swali, na Afrika yenyewe inachukua nafasi gani kama ipo? Akajibu, hata kama ni kwa njia zisizo za moja kwa moja. Hili
ni swala la ngazi ya juu kabisa kwa upande wa kidiplomasia. Hatuna jukumu la kijeshi huko. Swali: je, unaona mgogoro wa Sudan kama tishio kubwa la kiusalama katika pembe ya Afrika? Unawezaje kutathmini hali hiyo? Akajibu: inaweza kuenea. Kutokuwepo kwa utulivu huko kunaweza kuathiri mwelekeo wa uhamiaji, iwe ni mashariki, magharibi au hata kaskazini. Uhamiaji wa watu waliopoteza makazi una athari zinazoenea kwa jamii nyingine na kusababisha migogoro. Tunaona hali kama hiyo hata kusini. Ukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la M23 walipokaribia Goma, watu walikimbia na kusababisha usumbufu katika maisha ya watu na hali ya utulivu. Na pale watu wanapohama huathiri maeneo wanaokimbilia kwa sababu mara nyingi hakuna uwezo wa kuwahudumia. Kwa hivyo tunaangalia athari hizo za mnyororo, mfululizo wa madhara, na hii hutokea na kuna tishio la kutokea kote katika ukanda huu. Kwa mfano, watu wanaokimbia kutoka Darfur kwenda Chad. Hilo ni jambo linalochafua utulivu. Chad huenda isiwe na huduma zinazohitajika kuwahudumia wakimbizi hao. Swali: ingawa umesema AFRICOM haipo ardhini, je, mnafuatilia ufuatiliaji wa mtiririko wa silaha, ushawishi wa nje katika mgogoro huu, ikiwa ni pamoja na madai mapya ya matumizi ya silaha za kemikali na RSF? Akajibu: unajua, Marekani inazingatia uwezekano wa kuweka vikwazo. Hivyo basi, ndio, hilo ni swala la ngazi za juu. Maamuzi hayo yako chini ya ikulu ya Marekani, lakini kwa upande wa AFRICOM tunapaswa kutoa ishara na onyo mapema kuhusu hali kama hiyo. Swali: je, una wasiwasi? Akajibu: tunaripoti hayo kwa serikali yetu na sasa tayari ni hadharani kuwa tunachunguza matumizi ya kemikali hizo. Ndipo serikali ya Marekani huingia kazini. Kuna mashirika mengi ya kimataifa wakiwemo viongozi wa Umoja wa Mataifa wanaangazia mambo haya na wanatekeleza hatua madhubuti za uchunguzi. Swali: sasa nataka tuzungumze kwa mtazamo mpana kidogo. Tumezungumzia mgogoro wa Sudan, vita dhidi ya ugaidi nchini Somalia. Lakini je, unaona tishio lingine zaidi ya ugaidi? Kwa maoni yako, ni tishio gani kubwa zaidi kwa sasa katika ukanda huu? Akajibu: ningesema kuna matishio yaliyosambaa kwa viwango tofauti kote ukanda wa Sahel ambayo yanaweza kusambaa hadi Maghreb. Hali inapokuwa mbaya huzidisha machafuko katika jamii. Ndio maana tunapozungumzia suluhisho tunaleta swala hili tena katika mkutano wa CHOD. Suluhisho la kudumu dhidi ya ugaidi ni lipi? Tumefunzwa mengi kutokana na aliyotokea Levant, Mashariki ya Kati, Syria na Iraq, na hilo limesambaa chini kwa sababu nataka kutoa takwimu hii. Mwaka 2007 asilimia ya vitendo vya kigaidi duniani vilivyotokea barani Afrika ilikuwa ni 2%. Mwaka 2024 ni kama 43%. Ugaidi huo umesambaa barani. Baadhi ya wapiganaji walipitia Maghreb. Kulikuwa na matukio mengi: mapinduzi ya Kiarabu, kuanguka kwa utawala wa Libya, na simulizi hizo zilishuka hadi Sahel, na tumeona kuwa itikadi hii ya jihad na misimamo mikali ya Kiislamu imeweza kupata mashiko kwa baadhi ya jamii, hasa zile zilizotengwa. Imegeuka kuwa sumu, imegeuka kuwa ukatili ambao magenge yenye silaha sasa yanajifanya kama kalifati, wakitaka kuanzisha dola ya Kiislamu, jambo ambalo linachochea ugaidi. Sasa nchi hizi zinakabiliana na changamoto hii. Kuna njia mbalimbali za kukabiliana nayo. Hakuna mfano wa uhamasishaji tu, sio swala la vita tu, sio swala la mashambulizi ya kijeshi tu, ni mbinu ya serikali kwa ujumla. Nchi hizi za Afrika zinapaswa kujenga mifumo ya elimu, kujenga ufahamu sahihi wa dini katika jamii hizi na kutoa huduma ili vijana wa kiume wasipotoshwe na kujiunga na makundi ya kigaidi. Swali: je, hilo ni mabadiliko mtazamo katika AFRICOM? Maana tumekuwa tukisikia kuhusu mbinu mpya inayojulikana kama mgawanyo wa mzigo, yani burden sharing. Je, ni kweli kuwa kuna mabadiliko ya mkakati? Jibu: ndio. Tunahamia kwenye mbinu ya mgawanyo wa mzigo. Swali: tafadhali tueleze maana yake. Akajibu: tulitekeleza mkakati wa kushirikisha serikali nzima na kisha tukajua kuwa kulikuwa na mabadiliko ya utawala. Wakasema sawa, hebu tuangalie kile tumekuwa tukifanya, tuchambue kile ambacho kinafanya kazi na tulete mkazo wa moja kwa moja katika kuwa waaminifu kwa washirika wetu ambao wamekuwa wakijenga uwezo wa kushirikiana mzigo.
Hivyo basi, baadhi ya washirika wetu wana uwezo huo. Kwa kushirikiana na washirika wengine ambao kwa pamoja bado wanaweza kujenga mfano huo. Kuna mifano kadhaa Afrika Magharibi ipo katika mchakato wa kujenga upya hili. Lakini mfano huu unafanya kazi ikiwa utazingatia jamii nzima ambayo imeathiriwa na ugaidi. Hivyo basi, wao wenyewe sasa wanajitwika jukumu hilo. Je, hilo linaonekanaje kwa undani zaidi? Tutaona. Swali, namaanisha je, kuna mpango wa utekelezaji wa hilo? Akajibu, wanaelewa. Ndio. Nilikuwa na mawaziri kadhaa wa ulinzi, baadhi ya marais na makamanda wa majeshi, nikawaambia, haya, tunabadilishana mtazamo wetu. Tutawasaidia pale tutakapoweza. Tuna vipaumbele tofauti, lakini bado tupo nanyi. Tunataka bado mwongozo, kwa sababu ninyi ndio mnaelewa athari zenu kuliko mtu yeyote. Hatuwaelekezi chochote katika AFRICOM. Ninapokwenda mimi huita ni kampeni ya kujifunza. Na watu walidhani ndio anafanya kampeni ya kujifunza katika mwaka wake wa kwanza wa AFRICOM. La, nimekuwa nikifanya kampeni ya kujifunza muda wote. Ninapoketi na mawaziri wa ulinzi, makamanda wa majeshi au maraisi, najifunza kutoka kwao. Wananiambia mbinu zao dhidi ya ugaidi na mimi huelewa, na wananiambia AFRICOM inaweza kusaidia vipi. Sawa, kwa hiyo ni kuhusu nchi kuchukua mamlaka yao binafsi. Swali, Jenerali, hebu tuzungumze kuhusu nchi kuchukua mamlaka yao binafsi. Uko katika ardhi ya Afrika, si kwa mara ya kwanza, lakini huu ungekuwa muda mzuri kuuliza kuhusu moja ya nchi ambazo zimechukua mamlaka yao. Na hiyo ni Burkina Faso. Kauli yako hivi karibuni mbele ya Senate inaonekana kupendekeza kwamba Jenerali Traore anatumia akiba dhahabu ya bilioni 4 kuiendeleza serikali yake ya kijeshi badala ya ustawi wa umma. Kauli hizo zilisababisha shutuma nyingi sana kote barani. Ulimaanisha nini uliposema hayo? Akajibu, hebu nizungumze uhuru wa Burkina Faso. Wana uhuru wao. Wanafanya maamuzi yao kuhusu jinsi ya kutumia rasilimali zao. Wanafanya maamuzi yao kuhusu rasilimali zao ziende wapi kwa ajili ya msaada wa kijeshi. Hilo ni haki yao ya kiuhuru, lakini hadithi yangu ya tahadhari ilikuwa tu kutoka mtazamo wa kijeshi. Hili lilikuwa ni swali la moja kwa moja kutoka kwa kamati ya huduma za kijeshi ya Senate. Burkina Faso kuna mengi mazuri yanayoendelea kuendeleza, sawa? Lakini ukiangalia upande wa kijeshi, ukijua kuwa hicho ndicho kitovu cha ugaidi wa kimataifa, huu ulikuwa wakati wangu wa kuonesha kuwa hii huenda ikawa ni sehemu yao dhaifu zaidi, na kunahitajika rasilimali za kutosha kuelekezwa kwenye vita dhidi ya ugaidi nchini humo. Kituo wanatenda maamuzi yao, bila shaka. Huo ni uhuru wao. Ni haki yao ya kufanya maamuzi yao. Kipi ni sahihi, kipi si sahihi. Lakini nilitaka kuonesha kuwa mambo yanaelekea njia mbaya sasa. ISIS inazidi kuwa na nguvu. JNIM inazidi kuwa na nguvu. Al-Qaeda katika nchi za Maghreb inazidi kuwa na nguvu nchini humo. Swali, na unadhani hali hiyo imekuwa mbaya zaidi tangu Jenerali Traore achukue madaraka? Akajibu, ndio. Angalia tu idadi ya mashambulio. Kweli imeongezeka tangu mwaka 2022. Nimekuwa nikifuatilia hili tangu nilipochukua uongozi. Hivyo basi, sina chuki naye, lakini maamuzi ni yao. Wanatafuta njia nyingine za kuendeleza kuwa tayari kwa vita, lakini itahitaji rasilimali zaidi. Kwa hiyo unasimamia kauli yako? Akaulizwa, maana kumekuwa na pressure juu yako kuiondoa. Akajibu, hiyo ndio kauli yangu. Hiyo ndio tathmini yangu. Hali inazidi kuwa mbaya. Kuna haja ya kufanya mengi zaidi, si tu kwa ngazi ya eneo bali kwa taifa zima, kwa sababu haya makundi yenye misimamo mikali yanatafuta mapato, yanatafuta rasilimali, yanatafuta kuajiri watu miongoni mwa Burkina Faso, na yanatafuta hifadhi ndani ya nchi yao. Hilo linatishia uhuru wao. Akaulizwa, na hilo linatishia maslahi ya Marekani? Akajibu, ndio. Asante kwa kuuliza hilo. Hata ISIS na bila shaka mashariki mwa Afrika imeunganishwa moja kwa moja na ISIS Afrika Magharibi, ISIS Sahel, na huenda wakawa na mpango wa kusogea na kutafuta hifadhi ndani ya mipaka. Kwa hiyo tunayo malengo ya pamoja na tunatoa ushirikiano na serikali ya Burkina Faso na nchi jirani kama Mali, Niger, pwani ya Afrika Magharibi, kikanda. Kwa sababu hiki ndicho kinachofanywa na makundi haya ya kigaidi. Wanatafuta hifadhi katika mipaka au mianya ya nchi hizi. Wanakuwa na kustawi huko. Wanapata rasilimali na kuwahadaa vijana kwa ajili ya uhalifu na shughuli haramu dhidi ya watu wa maeneo hayo.
Na Marekani au hata Afrika imejiandaa kufanya nini? Je, mnaweza kuzingatia jambo kama kilichotokea Libya wakati wa kumuondoa Muammar Gaddafi? Kwa sababu bado kuna Waafrika wengi hawajapona kutokana na hilo. Ikiwa hili ni tishio kubwa zaidi kama ulivyosema kwa Burkina Faso, Afrika imejiandaa kufanya nini kuhusu hilo? Akajibu, sisi tunafanya tathmini na kutoa tahadhari. Kuna shughuli nyingi tunazofanya, na nitasema moja kwa moja, na nitasema mojawapo ni kujenga uwezo wa kitaasisi. Hatutakuwa na wanajeshi wa Marekani ardhini, watakuwa wachache sana kwa ajili ya kubadilishana mawazo, mazoezi ya pamoja kwa muda. Hilo hujenga uwezo wa kitaasisi katika majeshi haya. AFRICOM tunafanya kazi ya kugawana majukumu na kubadilishana mzigo ili waweze kufanya operesheni kwa uhuru wao. Hilo ndio lengo letu. Tuna malengo ya pamoja kwa sababu makundi haya ya kigaidi yanaweza kutishia pia usalama wa Marekani. Kwa hivyo tupo pamoja. Nimetoka tu kwenye mazoezi ya African Lion kule Morocco ambapo nchi nyingi zilishiriki pamoja. Akaulizwa, je, Burkina Faso walialikwa kwenye mkutano huu? Ndio, walialikwa kwenye African Lion kule Morocco. Kama nilivyosema, tunaendelea mbele, tunaendelea kwa sababu tuna lengo la pamoja la kushinda ugaidi. Akauliza swali sawa. Kuhusiana na hilo, matamshi yako kuhusu Burkina Faso yalisababisha viongozi kadhaa wa Afrika kuhisi kwamba unazungumza juu ya masuala ya uhuru wa nchi kwa njia ambayo haifai kufanywa na Marekani. Na kwa sababu hiyo, wapo wanaona jukumu la Afrika si kama mshirika wa kweli katika vita dhidi ya vitisho vya pamoja kama ulivyosema, bali kama mlinzi wa maslahi ya kiuchumi ya Magharibi au Marekani yanayoruhusu kupata rasilimali nyingi za Afrika, na kwamba uhusiano huo unaonekana wa kuonea kuliko wa heshima miongoni mwa wenzao. Unajibu gani kwa hilo? Akajibu, jibu langu ni kwamba wapo wengine duniani wanaofanya hivyo. Mtangazaji akamuuliza, wapi au kina nani? Akasema, sitawataja. Tunapaswa kuwa tayari kujua. Sitaki kuwataja, lakini niseme tunaheshimu uhuru wao. Tunaheshimu maamuzi yao kuhusu nani wanamchagua kama mshirika wa kiusalama. Kisha tunatazama kile kinachofanya nchi hizi kote katika ukanda wa Sahel kushindwa kusonga mbele. Unajua, ifikapo mwaka 2050 kundi kubwa zaidi la wafanyakazi duniani litatoka Afrika. Vijana wanahitaji matumaini, wanahitaji amani na utulivu ili kufikia uwezo wao kamili. Hilo ndio lengo la muda mrefu la AFRICOM, kusaidia nchi hizi kuweka misingi ya usalama na utulivu ili ustawi uweze kufikiwa na watu wote, hususan vijana. Uafrika ni wa kweli, ni imara, na kuna nafasi ya bara hili kujitokeza kwenye jukwaa la kimataifa, na linaweza kufanikisha hilo. Hilo ndilo tunaloliona. Kwa hiyo akauliza swali. Kwa hiyo huogopi kuhusu China na Russia kupanua ushawishi wao wa kijeshi na kiuchumi barani Afrika? Akajibu, tuna wasiwasi kuhusu hilo, ndio. Akaulizwa, nini hasa kinachotia wasiwasi? Akajibu, ushawishi wao huenda usionekane kuwa chanya. Kwa nani? Kwa Marekani au kwa Afrika? Hebu fikiria. Kwa watu wa Afrika na kwa nchi zote waweze kufikia uwezo wao kamili, uhuru wao wa kweli na uhuru wa kufanya maamuzi kwa misingi ya utaratibu wa sheria wa kimataifa, wanaweza kuingia kwenye jukwaa la kimataifa kama viongozi na kuwawezesha watu wao kwa amani na utulivu. Malengo haya mengine hayafanani na mtazamo wetu au mbinu za nchi nyingine duniani. Huo ndio mtazamo wangu. Akaulizwa, je, mna mkakati mbadala? Akajibu, mkakati mbadala kuhusu nini hasa? Akaulizwa, China, Russia, uwepo wao, kwa sababu unasema hauambatani na maadili yenu ya pamoja. Akajibu, tunachofuatilia ni kwamba Afrika haina haja ya kupelekwa kijeshi, kuwa militarized. Nitakuwa mkweli, haina haja kutawaliwa kijeshi. Kwa hiyo tunafuatilia mikataba ya kusalama na tunajiuliza, ina maana gani? Je, inalenga kweli kuleta utulivu na kupambana na vitisho vya nchi husika, au ni kwa manufaa yao wenyewe ya kuanzisha mtandao wa kijeshi wa kiulimwengu? Hilo ndilo linatupa wasiwasi. Amemalizia na hii sehemu ambayo naamini pia itakuwa na maswali mengi, na kwamba kumbe Marekani ina hofu sana, ama inahofia sana hizi nchi ambazo zinaongozwa na serikali za kijeshi, kama Traore anavyoongoza Burkina Faso,
kule Niger, kule Mali. Marekani, kwa mujibu wa kauli ya Michael Langley, generali huyu, sio kitu kizuri kwa Marekani, ni tishio kwao. Alichosema hapa mwisho, anasema serikali za aina hiyo zinatengeneza ama zinakwenda kuanzisha mtandao wa kijeshi wa kiulimwengu, na hilo ndilo ambalo linawapa wasiwasi. Kwa hiyo ndio maana Marekani hawezi kuipenda nchi ya Afrika ambayo inaongozwa na mwanajeshi. Hicho ni kitu ambacho hakipendi kabisa. Nadhani ukisoma between the lines, katikati ya mistari, hii kauli ya mwisho ina maana kubwa sana ya bwana Michael Langley. Basi interview kaishia hapo. Ndio hivyo, ilikuwa ni interview ndefu na mimi nimekusomea yote, kila kitu ambacho kimekuwepo katika interview hiyo ya nusu saa ambayo imefanyika Citizen Television. Mtazamo wako ni upi kutokana na kile ambacho wamekisema bwana Michael Langley? Niambie katika sehemu ya comment.